Lakini binafsi nilikuwa na swali, kwa sababu umezungumzia swala la ushuru pia na tozo, makubaliano. Kwa mujibu wa makubaliano kwamba kila nchi inatakiwa ipange sera katika hilo, na tayari sina hakika watatuthibitishia. Kuna nchi zimeshaanza, zimekubaliana, zimechapisha, kwa sababu kila nchi ina ulazima wa kuchapisha haya mabadiliko. Kuna nchi zimekwishaanza. Hizi nchi 37 ambazo nimesema tayari zimeshaweka mkakati na zimekwisha submit mpango wao wa kupunguza ushuru. Na miaka 3 iliyopita au 4 walianza utaratibu wa majaribio, inaitwa Guided Trade Initiative, kwa maana ya kwamba walichagua nchi 7, Tanzania ikiwemo, kusema hebu tuanze kufanya kwenye utaratibu huu wa soko huru, tuone tunafanyaje, ili pale ambapo tuna changamoto tujue namna ya kuzitekeleza. Sasa hizo nchi zimeongezeka kuanzia 7, ziko zaidi ya 30 sasa. Na Tanzania, nikwambia mfano, tuna makampuni zaidi ya 40 ambaye tayari yanafanya biashara kwa kutumia utaratibu wa eneo huru barani Afrika, na tayari wanauza, kwa mfano, bidhaa ambazo zinauzwa sana kwenye nchi nyingine ni bidhaa za kama kahawa na bidhaa za katani, kamba za katani, au bidhaa nyingine ambazo zinatokana na katani, na zinauzwa sana Afrika Magharibi. Unajua, kwetu sisi kwa Tanzania tayari tuna soko la pamoja la Afrika Mashariki, na tuko kwenye eneo huru la biashara la SADC. Kwa hiyo tunapoingia kwenye eneo huru la bara zima la Afrika, lengo letu ni kwenda nje ya Afrika Mashariki na nje ya kusini wa Afrika. Kwa hiyo utakuta mara nyingi tunakwenda nchi za magharibi na Afrika, hasa Ghana na Nigeria. Vipi wakati wenzangu pia wataendelea, nilikuwa nataka kujua uhitaji, sababu nilikuwa Tabora na nilipata kuulizia soko la nta, soko la asali katika hali hii likoje, maana mahitaji yake, na mpaka sumu yenye ya nyuki. Kuna namna gani? Kuna uhitaji mkubwa, lakini katika bidhaa za chakula kuna vitu ambavyo lazima mfanye vya ziada. Kwa mfano, nasema tunauza sana kahawa kwa sababu uhifadhi wa kahawa ni rahisi zaidi kuliko uhifadhi wa asali. Umeelewa? Na moja kati ya uwezo kuamini katika changamoto moja ambaye ni fursa, unajua kila changamoto inaleta fursa. Moja kati ya changamoto tunayo katika bara la Afrika, lakini hasa kwa mfano katika nchi zetu, ni changamoto ya vifungashio, packaging materials, ambazo zitahakikisha zina uwezo wa kuhifadhi kile kilichomo kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo zile bidhaa ambazo zinahitaji kuchakatwa zaidi na kuhifadhiwa kwa kutumia ama kemikali au kutumia njia za kisayansi, ni eneo ambalo bado tunabidi tulifanyia kazi. Umeona? Kwa hiyo kuna fursa kubwa sana ya kuuza asali katika nchi nyingi, lakini niulize, kuna viwanda vingapi vikubwa vya kupackage asali? Naona asali nyingi ambayo inatengenezwa ni asali ya mama anatengeneza asali kienyeji. Sasa unapoingia kwenye soko la kuuza nje, ni tofauti na kupeleka kwenye soko la jirani. Soko la jirani utapeleka kesho, kama hujaweza kutengeneza huendi. Lakini ukishaingia mkataba na supermarket iko Accra au iko Lagos, utamwambia labda mimi kila mwezi nitakuletea container 5 za asali. Inabidi ukidhi hayo mahitaji ya mkataba. Kwa hiyo moja kati ya fursa ambayo inajitokeza kwenye kupanuka kwa soko ni kwa sisi sasa, ama kwa kuungana na kuongeza mitaji, kukuza uzalishaji, badala ya sasa ule uzalishaji wa kuuza kwa duka la Mchaga au duka la Mpemba. Sasa unakuwa ni uzalishaji wa kuuza kwenye supermarket katika bara zima la Afrika. Nina binafsi swali langu liko kwenye namna ambavyo tuna juhudi ambazo zinafanya kupanga kwa mfano kama Tanzania, namna gani kusaini mkataba huo kunaendana na maandalizi ambayo yanafanyika ndani. Kwa mfano, unajua hizi nchi zetu ukifanya analysis unaweza ukaangalia, ingawa tunajaribu kukuza biashara ndani ya bara, lakini pia fursa ambazo zinachukuliwa na wageni wa kutoka nje ya Afrika, si kwa ubaya, lakini
katika masuala ya ardhi, katika masuala ya viwanda, yani ajira. Yanajaribu kuangalia kwamba inawezekana katika miaka 5-7 inayokuja, wakati tunajaribu kumalizia utaratibu huo wa viwanda vyetu sasa viweze kupeleka bidhaa Angola, Malawi, lakini kwa labda ni kiwanda labda cha raia fulani ambaye sio Mtanzania, na pengine sio hata Mwafrika, bidhaa ambayo inazalishwa na mgeni. Hizi nchi zetu kikeke, ukiwa huko sehemu fulani hata una ardhi ya eka 1000, maadamu ni kikeke mwenzetu tunamfahamu, utashangaa maswali mengi unaulizwa, umepataje hapa, umekuwaje, umekuwepo hapa. Lakini akiwepo mgeni ndo ana hiyo sehemu, hakuna mtu yote ambaye anauliza, ni mwekezaji hata kama hatujui ana shilingi ngapi. Ni namna gani ambapo mnatengeneza mazingira ya kuwawezesha watu wa ndani, kwa maana katika fursa, rasilimali, financing, namna gani naojengea uwezo kwamba sasa mnapofungua fursa ni sisi wenyewe ambao sasa tunazitumia na si vinginevyo? Na maana jibu nitajibu kwa aina mbili. Ndio. Jibu la kwanza, kwenye kama sehemu ya maandalizi ya sisi kuweza kuwa na ushindani katika kutumia hili soko la Afrika. Nchi tumetengeneza mkakati, serikali imetengeneza mkakati. Mwaka jana mwezi Julai alikuwa waziri wa viwanda na biashara wakati Mheshimiwa Dr. Suleiman Jafo alizindua mkakati wa miaka 10 wa kuhakikisha Tanzania inatumia vizuri fursa. Na mkakati huu una vipengele kadhaa, lakini ikiwemo kuongeza uwezo wa uzalishaji, production capacity, kwa sababu moja kati ya changamoto nitakwambia ni uwezo wa uzalishaji. Mtu atakwambia China kwa mfano anaweza kusema tunataka tani 10,000 za mihogo, lakini changamoto utapata wapi mtu ambaye anaweza kukuletea tani 10,000 za mihogo? Kwa hiyo uwezo wa uzalishaji, lakini pia ushindani wa uzalishaji. Yani kwa maana gani? Kwamba hata kama unazalisha, lakini uzalishe bidhaa ambayo inaweza ikashindana kwenye soko kwa upande wa ubora na kwa upande wa bei. Umeona? And then of course mkakati unaangalia namna ya kuweza kutoa usaidizi kwa upande wa mikopo na vitu kama hivyo. Sasa huu ni mkakati ambao lazima ni ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi. Lakini cha pili nitaku challenge. Nchi zote zilizoendelea duniani zimevutia uwekezaji kutoka nje. Unajua hela haina uraia. Yani hela haina uraia. Unaona? Na ukiweza kuvutia uwekezaji kutoka nje, na mimi nakwambia nenda Marekani, kikeke umekaa Uingereza, wanachoshindana ni kuvutia uwekezaji, kwa sababu mitaji iliyo ndani sawa itasaidia, lakini ili uweze kukuza uchumi wako lazima uvutie mtaji mwingine ambao haumo katika sehemu ya mtaji wa ndani. Kwa hiyo mimi sioni tatizo. Na mimi nitakwambia, tuangalie hata kwa Tanzania, sekta ambazo sasa zinatutoa kimasomaso ni sekta ya madini, ni sekta ya utalii, ni sekta ya fedha, ni sekta ya uzalishaji, ni sekta ya usafirishaji. Angalia ni kwa kiasi gani zimevutia uwekezaji kutoka nje. Uwekezaji, na inapovutia uwekezaji haileti tu fedha, inaleta fedha, uwekezaji unaleta teknolojia, na uwekezaji unaleta utaalamu. Sasa ukiwa na kampuni, na ndio maana sera zetu za uwekezaji ziko very clear kwamba ukiwa na, kwa mfano umeleta kampuni ambaye imeweza kuajiri wa Tanzania 1,000, hakuna tatizo wewe kuwa na foreigners 10 au 20. Umeona? Hizo sera ziko clear. Na hata kama hii kampuni, kwa mfano hii radio station ingekuwa ni ya mtu ambaye sio Mtanzania, lakini nyinyi wote ni wa Tanzania. Umeelewa? Kwa hiyo wakati mwingine ile swala la kusema huyu sio mwenzetu inatuziba wakati mwingine ule uoni wa kuweza kujigundua kwamba hakuna nchi duniani ambaye imeweza kuendelea bila kuvutia uwekezaji. Nafikiri ndio hilo ambalo linapa watu wengi wasiwasi wanaposikia kwamba kuna uwekezaji umeletwa na tafsiri yake ni kwamba nchi inauzwa. Hapana. Mimi niwapeni mfano. Niatajieni benki 2 kubwa kuliko zote Tanzania. Ukiachana BOT.
regulatory board CRDB na NMB. Unafahamu mabadiliko yaliyotokea CRDB na NMB. CRDB ilikuwa inatokana na uwekezaji na mabadiliko yaliyotokana na uwekezaji kutoka Denmark. NMB ilitokana na uwekezaji na mabadiliko ya kiteknolojia na kiutaalamu yaliyotoka Netherlands. Lakini sasa hizi ndio benki ambazo zinatufanya Tanzania tunatembea kifua mbele. Umeona? Mimi nitawathibitishia, tukishakuwa na sera nzuri kama ambavyo tunazo za uwekezaji, tukawa na sera nzuri za kodi, tukawa na sera nzuri za kuhakikisha kwamba ajira zinapatikana, tukawa na sera nzuri nyingine zozote. Sasa hivi hatuna sera nzuri. No, ndio nasema kama ambavyo tunazo sasa hivi. Yani hivyo vyote ambavyo tunavyo sasa hivi ndio vinatuwezesha kwamba tunapata manufaa kutoka kwenye uwekezaji. Unajua mwaka 2000 wakati tunaanza mabadiliko kwenye sekta kama ya madini ilikuwa ni kama haichangii chochote kwenye mauzo yetu ya nje. Sasa hivi madini ndio yanachangia namba 1 kwenye mauzo yetu ya nje. Inatokana na nini? Uwekezaji tuliweza kuvutia. Naona ukiangalia kwa mfano sekta ya utalii, sasa hivi sekta ya utalii ndio inapambana hivi na madini. Madini namba 1, utalii. Mwezi mwingine hata utalii unaenda namba 1, madini inakuwa namba 2. Lakini angalia uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na wawekezaji kutoka nje kwenye mahoteli makubwa, sijui Hyatt, sijui Serena, sijui kitu gani. Kwa hiyo mimi nawaambieni tuna sera nzuri ambazo zimevutia uwekezaji na tunaona haya mabadiliko. Mimi narudi tena hapo katika watu wa kawaida, nje ya uwekezaji ambao unaonekana na kila mtu hata kitochi katika haya yanayoendelea Tanzania kwa awamu zilizopita na awamu tulionayo. Lakini nasimama sasa ili tuwe wote katika soko huru. Umezungumzia kahawa, wanaosikiliza ambao ni wakulima, tunasimamia wapi ili soko liweze kufaidisha pia katika vitu gani hasa vya msingi? Ukiangalia kwenye mkakati wa utekelezaji wa soko huru kwa miaka 4 inayokuja kuanzia mwaka huu mpaka mwaka 2030, wameweka sekta 4 za kipaumbele. Sekta ya kwanza ni sekta ya kilimo. Na nyinyi mnafahamu Mheshimiwa Rais anasema kila siku angependa Tanzania ilishe bara la Afrika. Sekta ya kilimo ina fursa kubwa. Unajua zamani wakati tunasoma labda tulikuwa tunafundishwa shuleni mazao ya chakula na mazao ya biashara, ndio umeelewa, ambayo ilikuwa mazao ya kwa hivyo mahindi, mchele, sijui haya ni mazao ya chakula, na sijui mboga mazao ya chakula, and then sijui kahawa, korosho, tumbaku na nini mazao ya biashara. Siku hizi tofauti haipo kwa kiasi kikubwa. Hicho mazao ambayo yanaitwa mazao ya chakula. Ukienda sisi mimi kwenye miezi kadhaa iliyopita nilikuwa DRC. DRC wanatuambia sisi tuna upungufu wa tani 3.5 milioni za unga wa mahindi. Na wanakula sana. Wanakula ugali asubuhi, mchana, jioni. Yani breakfast unakuta ugali, chakula cha mchana unakuta ugali. Wanasema mnaweza mkatupa tani ngapi? Tumekwenda sisi juzi Kenya na hivyo jamani tunahitaji mahindi, mna kiasi gani? Unaweza kutupa. Hiyo ni eneo kubwa la biashara ambaye tukijipanga na tukahakikisha kwamba tunazalisha kwa wingi, fursa za masoko zipo. Na uzalishaji wa kahawa kwa nini inafanikiwa kuuzwa sana? Kwa sababu kahawa inaongozwa vizuri sana na vyama vya ushirika. Na kuna wazalishaji wa viwanda vya kupackage kahawa. Yani tayari tuna viwanda vingi ambavyo wamewekeza. Kwa hiyo nini ninachotaka kusema? Kwamba wakulima, kazi ya mkulima ni kulima na kuhakikisha analima kwa ubora. Tunawezaje tukawaunganisha wale wakulima? Na tayari wakulima wameunganishwa kupitia vyama vya ushirika. Lakini sasa tunatengenezaje vyama au taasisi au viwanda vya kuprocess, kuchakata, kuongeza thamani. Ili tuhakikishe kwamba kila ambacho tunakiongeza thamani. Unajua kwa mfano nitakupa mfano wa korosho. Korosho tunalima kwa wingi, na korosho katika mazao ya biashara ndio sasa hivi inaongoza kwa kuuzwa nje, na mfumo wa soko ambao umewekwa na serikali kupitia soko la bidhaa Tanzania Mercantile Exchange umesaidia sana kuongeza bei. Lakini inachukuliwa inapelekwa inakwenda kwa processed, yani inaenda kuongezwa thamani China, Vietnam, India, alafu inarudi Afrika au inakwenda Ulaya na Marekani. Naona mimi naamini katika miaka
mitano 10 inayokuja tutakuwa na viwanda vya sio tu yani kubangua, package kila kitu ili viende moja kwa moja sokoni. Kwa hiyo mimi nafikiri masuala ni mawili, kuongeza uzalishaji lakini pili kuongeza thamani ya kile tunachokizalisha, na kazi ya serikali ni kutafuta masoko. Kuna mawili hujataja, umezungumzia za kilimo, ukazungumza kule kwanza kuna kwa ya kwanza ni kilimo. Nimesema ziko na nini, nashukuru kwa kunikumbusha. Ya kwanza ni kilimo. Ya pili fursa ambayo ipo na imewekewa kipaumbele ni usafirishaji. You see? Na unajua kwa Tanzania hii biashara ya usafirishaji sasa hivi nafikiri ndio namba 4 kwa kuchangia upatikanaji wa fedha za kigeni. Yaani tukianza madini, utalii, kilimo, usafirishaji. Haya matruck ambayo mnaona mara yamepeleka mzigo Zambia, Malawi, DRC, Burundi, Rwanda, ni eneo kubwa. Sasa pata picha kama tukianza kwenda nje na investment ambazo zinafanyika kwenye SGR, Tazara. Kwa hiyo sekta ya usafirishaji ni eneo ambalo lina fursa kubwa na limewekwa kama kipaumbele. Eneo jingine ambalo limewekwa kipaumbele ni uzalishaji wa magari. Unajua wa Afrika ni watumiaji wa kubwa wa magari. Tena sisi magari tunayotumia ni magari makubwa. Unajua ukienda nchi za Ulaya, Salim unafahamu, siku hizo wameanza kurudi kwenye magari madogo. Unaona? Sisi bado tunatumia magari makubwa. Kwa hiyo viwanda vya kuunganisha na kuuza magari ni fursa ya tatu. Na fursa moja nafikiri baada ya muda tutaikumbuka kidogo. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.